hatua moja kwenda hatua nyingine kwa ajili ya utukufu wako. Ni kwa Yesu Kristo aliye Bwana na Mwokozi wa maisha yetu. Kanisa tuseme amen. Unaweza kumshangilia Bwana Yesu kwa makofi. Asanteni sana praise team. Mungu awabariki sana kwa kazi yenu njema. Tunaendelea na somo letu linalosema jifunze kutulia unapopita kwenye nyakati za giza, kwenye kipindi cha giza. Lengo la somo hili ni kukufanya ujue umuhimu wa kutambua hizi nyakati unazozipitia, ambapo ndani yake zimebeba ushindi mkubwa katika maisha yako. Lengo ni kukufahamisha ili uweze kujua unapopita kwenye nyakati ngumu za namna hii, ndani yake zinakuwa zimebeba ushindi. Bwana Yesu asifiwe sana. Na jana tulikuwa tunaendelea kujibu lile swali kwamba unapopita kwenye kipindi cha giza utarajie kuona nini, utarajie kukutana na nini. Tukaona unapokuwa katika kipindi cha giza tarajia Mungu atakuonyesha njia, lakini hii njia inaweza kuwa ngumu na yenye changamoto. Tukaona kwenye kitabu cha Isaya ile sura ya 43 na ule mstari wa 19. Vile vile tukaongelea jambo lingine tena, unapopita kwenye nyakati hizi za giza utarajie Mungu kukufundisha kumtegemea yeye peke yake bila kutegemea nguvu zako au msaada wa watu wengine, kwa maana Mungu atakutokezea msaada kwa neno lake. Bwana Yesu asifiwe sana. Na tulikuja kuona tena nini mtu akitarajie kukiona anapopita kwenye kipindi cha giza. Ni kwamba unapokuwa katika kipindi cha giza tarajia Mungu kukuonyesha umuhimu wa kuwa na subira na kumngojea Bwana kwa imani. Na hii tuliona kwenye kitabu cha Isaya ile sura ya 40 na ule mstari wa 31. Bali wote wamngojea Bwana watapata nguvu mpya, watapanda juu kwa mbawa kama tai, watapiga mbio wala hawatachoka, watakwenda kwa miguu wala hawatazimia. Bwana Yesu asifiwe. Vile vile tukaja tukaona unapokuwa katika kipindi cha giza tarajia Mungu kuwa karibu na wewe na kutimiza ahadi zake, hata kama hukumu na majanga yanaonekana kutawala maisha yako. Hii tuliona kwenye kitabu cha Zaburi ya 34 ule mstari wa 18. Biblia inatuambia Bwana yu karibu nao waliovunjika moyo na waliopondeka roho huwaokoa. Bwana Yesu asifiwe. Vile vile tukaona jambo lingine tena, unapokuwa katika kipindi cha giza tarajia Mungu kuleta nuru katika giza lako, ingawa inaweza kuchukua muda. Tukaona hili neno linatoka kwenye kitabu cha Yohana sura ya 1 na ule mstari wa 5. Biblia inatuambia nayo nuru yang'aa gizani wala giza halikuiweza. Matatizo yanaweza yakazidi kwako kwa kitambo, lakini uzima ndio unaoshinda mauti. Uzima ndio unaoshinda magonjwa. Baraka ndio inayoshinda laana. Ndio maana akasema nayo nuru yang'aa gizani wala giza halikuiweza. Kwa maana yake nuru siku zote ina nguvu kuliko giza. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa hiyo leo tunataka tuone faida kadhaa za mtu anayepita kwenye kipindi cha giza. Kuna faida gani? Kuna faida gani mtu anapopitia kipindi hiki kigumu? Maana ameambiwa ajifunze kutulia anapopita kwenye nyakati ngumu kama hizi. Tunaona Bwana Yesu alipokubali kupita kwenye hicho kipindi kigumu, akaenda msalabani, akafa, akafufuka. Faida yake ni nini? Alichokipata, alikirimiwa jina lipitalo majina yote. Kwa hiyo faida aliyoipata ni kukirimiwa jina lipitalo majina yote. Kwa jina la Yesu kila ulimi utakiri ya kwamba Yesu ni Bwana. Na vitu vya mbinguni, vitu vya duniani, vitu vya chini ya nchi kule, vyote vitakiri kwamba Yesu ndiye Bwana kwa utukufu wa Mungu Baba. Kwa hiyo ndio faida ambayo Yesu
aliipata baada ya kukubali kupita kwenye kipindi kigumu, kupita kwenye nyakati za giza, kupita kwenye mateso, kupita kwenye kudharauliwa, kupita kwenye kusemwa, kupita kwenye mambo kaza wa kaza. Aliendelea kunyenyekea mbele za Mungu bila lawama, bila manunguniko, bila kuonyesha kwamba hiyo hali imemchukiza. Hatimaye Mungu mwenyewe alipomkamilisha akawa sababu ya wokovu kwa watu wote watakao muamini yeye, watakao mtumikia yeye, watakao mtii yeye, watakao kubali kuambatana na yeye katika siku zao zote za maisha yao. Mungu akamkirimia jina, akawa amepata faida kubwa sana. Sasa na sisi kama watoto wa Mungu, kama wateule wa Mungu tulioitwa kwa jina lake, tukakubali kujinyenyekesha mbele za uso wake na kuamua kuziacha njia zetu mbaya na kuendelea kutafuta uso wake kila wakati, Mungu anakusudia kutupa faida gani sisi kama wateule wake, kama watoto wake aliyetuzaa mara ya pili? Tunapata faida gani tunapopita kwenye nyakati ngumu? Jambo la kwanza ni hili hapa. Unapokuwa unapita katika kipindi cha giza, tarajia kutiwa nguvu. Unapopita kwenye nyakati za giza, tarajia kutiwa nguvu. Hebu sema nitarajie kutiwa nguvu. Hiki kipindi kinakupa kutiwa nguvu. Hata kama ulikuwa hauna nguvu, tarajia kupata nguvu mpya. Hii tunaiona kwenye kitabu cha Luka ile sura ya 22 na ule mstari wa 39 mpaka ule mstari wa 46. Tarajia kutiwa nguvu. Unapopita kwenye kipindi cha giza, tarajia kutiwa nguvu. Ile Luka sura ya 22 mstari wa 39 mpaka mstari wa 46, maandiko yanasema akatoka akaenda mpaka mlima wa Mizeituni kama ilivyokuwa desturi yake. Hebu sema kama ilivyokuwa desturi yake. Kama ambavyo nyinyi kila wakati mnakuja hapa kutafuta uso wa Mungu, huwa faida mojawapo mnaoipata ni kutiwa nguvu. Unaweza ukawa umekuja umekata tamaa, unaweza ukakuja umechoka, lakini unapofika mahali hapa, huu ndio mlima wako Mzeituni kwa leo. Maana yake tarajia Mungu atakutia nguvu. Ndio maana maandiko yanasema akatoka akaenda mpaka mlima wa Mizeituni kama ilivyokuwa desturi yake. Wanafunzi wake nao wakafuatana naye. Ule mstari unaofuata anasema alipofika mahali pale aliwaambia, ombeni kwamba msiingie majaribuni. Mstari wa 41, mwenyewe akajitenga nao kama kiasi cha kutupa jiwe, akapiga magoti akaomba akisema, Baba, ikiwa ni mapenzi yako uniondolee kikombe hiki, walakini si mapenzi yangu bali yako yatendeke. Mstari unaofuata, malaika kutoka mbinguni akamtokea akamtia nguvu. Nitaka uone hilo neno. Malaika kutoka mbinguni akamtokea akamtia nguvu. Kumbe hata sisi tunapokuwa mahali hapa, haijalishi umechoka, haijalishi umekatwa tamaa, tarajia katikati ya kusanyiko hili yuko malaika kwa ajili ya kukutia nguvu. Yuko malaika kwa ajili ya kukutia nguvu. Hata wewe uko kwenye familia yako, umefika mahali umechoka, tarajia Mungu kumtuma malaika wake kukutia nguvu. Hata wewe uliyechoka kazini kwako, tarajia Mungu unapomlingana yeye atakutia nguvu. Iwe ni kwenye kampuni yako, umechoka na stress, umechoka na changamoto, tarajia Mungu unapotafuta uso wake kwa ajili ya wakati huo unaopitia mgumu, tarajia malaika wake atatumwa kukutia nguvu. Kwa hiyo usikate tamaa. Faida mojawapo unayoipitia katika kipindi hicho kigumu ni kwamba Mungu atatuma malaika wake atakutia nguvu. Bwana Yesu asifiwe sana. Hata asipomtuma malaika wake, tarajia Roho Mtakatifu atakutia nguvu katika jina la Yesu aliye hai. Kwa hiyo lazima uelewe faida gani unayoipata
unapopita kwenye nyakati ngumu kama hizi, maana yake Mungu anaona, anajua safari yako ni ngumu, safari yako ni ndefu, inapita na changamoto nyingi ambazo kiasi kwamba unaweza kufika mahali unaishiwa nguvu kabisa. Yesu mwenyewe alishiwa nguvu, pamoja na kwamba alifuatana na wanafunzi wake. Ukiendelea kusoma ule mstari utagundua kwamba Yesu anaendelea kuambia kwamba jamani, ombeni msije mkatiwa. Jamani, hamkuweza kukesha naye hata saa moja. Maana yake alikosa hata msaada, hata wale ndugu zake, wanafunzi wenzake, kwa kufika mahali wakamuombea, ilikosekana kama ambavyo tulijifunza jana. Lakini neema ya Bwana ikaja kwa Yesu mwenyewe, kwa sababu aliugua kiasi cha kufa. Yesu anaiona mauti mbele yake, lakini Mungu akasema hapana, safari yako bado haijafika. Isipokuwa nitakachako ukifanya, sitakujibu ya kwamba kikombe hiki nikondolee, kwa sababu wewe ndio unayepaswa. Hakuna mwingine anayepaswa kufa kwa ajili ya wenye dhambi, ni wewe peke yako, isipokuwa nitakutia nguvu hata wewe. Hiyo kazi unayoifanya Mungu hawezi kukujibu, kwa sababu atakuacha upite kwenye hicho kipindi, ili unapokuwa umechoka anakutia nguvu, ili uweze kufika kwenye kusudi ambalo Mungu amekusudia ulifike, na hatimaye uwe sababu katika familia yako, uwe sababu katika huduma yako, uwe sababu katika kanisa, uwe sababu katika mipango yote ambayo Mungu ameweka katikati ya maisha yako, na jina la Mungu litaendelea kutukuzwa katika maisha yako. Bwana Yesu asifiwe sana. Bwana Yesu asifiwe sana. Faida ya pili, unapokwenda ama unapopita kwenye kipindi hiki kigumu, utarajie kupata nini? Unapokuwa unapita kwenye kipindi kigumu cha giza, tarajia Mungu atakuletea msaada kupitia changamoto ulio nayo. Hebu sema atakuletea msaada. Hebu sema atakuletea msaada kupitia changamoto ulio nayo. Yaani unapokuwa unapita kwenye hiki kipindi cha giza, faida moja wapo utakayoipata ni kwamba tarajia Mungu atakuletea msaada kupitia changamoto ulio nayo. Sijajua unapita kwenye changamoto wa namna gani, sijajua unapita kwenye shida ya namna gani, sijapita unapita kwenye ugonjwa wa namna gani, lakini tarajia Mungu atakuletea msaada kupitia changamoto ulio nayo. Hiyo sio raha jamani, hiyo ni raha kabisa. Hata unanifuatilia kwenye mitandao hii ya kijamii, kwamba unapopita kwenye kipindi kigumu kabisa, unapopita kwenye wakati mgumu kabisa, unapopita kwenye kipindi cha giza, tarajia Mungu atakuletea msaada kupitia changamoto ulio nayo, unayoipitia kabisa. Kwa nini? Unataka kuniambia hili neno nimelifuata wapi? Katika kitabu cha Mathayo ile sura ya 27. Mathayo sura ya 27 mstari wa 32 hadi ule mstari wa 33, Biblia inasema, hata walipokuwa wakitoka wakamuona mtu Mkirene jina lake Simoni, huyu wakamshurutisha auchukue msalaba wake. Hebu sema wakamshurutisha achukue msalaba wake. Hata walipokuwa wakitoka wakamuona mtu Mkirene jina lake Simoni, huyu wakamshurutisha auchukue msalaba wake. Kumbuka Yesu ameshapigwa, kumbuka Yesu ameshateswa, kumbuka Yesu yani mijeledi imeshampiga kama nini, ameshatemewa mate. Sasa anaambiwa beba huu msalaba upeleke Goligota, tukakutundike, tukupige misumari, na baadaye ufie hapo hapo msalabani. Sasa wakati Yesu amepigwa, amechoka, ameelemewa na ule msalaba, ikafika Mungu akasema kwamba huyu mwanangu kwa sasa amechoka, hawezi kufikisha ule msalaba Goligota. Maandiko yanasema wao wenyewe, kuna watu kaza wakaza wakamshurutisha mtu anaitwa Simoni Mkirene ili aje uchukue msalaba wake. Nami nataka nikwambie, haijalishi unapita kwenye changamoto na namna gani, Mungu kuna watu atawashurutisha waje wabebe utatizo lilo nalo. Mungu atawashurutisha watu waje wachukue kitu ambacho wewe umeona kwako ni mzigo, watakusaidia. Haijalishi unapita kwenye nyakati ngumu, umekosa ada, kuna mtu atashurutishwa atakuletea ada hapo ulipo.
Kuna watu wanashurutishwa, hawana kazi. Mimi nataka nikwambie, kuna mtu atakupigia simu atakwambia, oh, kuna ajira imepatikana, kuna nafasi imepatikana. Oh, nataka nikwambie, haijalishi unapita kwenye ugonjwa, Bwana atakutokezea msaada wa wewe kupona ugonjwa wako. Haijalishi umekosa visa, oh, atakupigia simu atakwambia visa yako imepatikana. Nataka nikwambie, haijalishi unapita kwenye kipindi kigumu, oh, umekosa msaada katikati ya nafasi ulionayo, katikati ya mazingira ulionayo, nataka nikwambie, sikia neno la Bwana asubuhi ya leo. Yuko mtu atakutokezea msaada popote pale ulipo, haijalishi uko wapi. Nataka nikwambie, malaika wa Bwana atakutafuta kokote uliko, atakuinua kokote uliko, atakwambia, salamu uliyopata neema, Bwana yunawe. Nimeambiwa asubuhi ya leo nikuletee ada, nimeambiwa asubuhi ya leo nikuletee chakula, nimeambiwa asubuhi ya leo nikuletee maji, nimeambiwa asubuhi ya leo nilipe zaka. Oh, jina la Bwana litaendelea kubarikiwa katikati ya maisha yako. Haijalishi unapita kipindi cha namna gani, nataka nikwambie, popote ulipo Bwana anakuona, popote pale ulipo Bwana anakusikia. Atakutokezea msaada na watu watashangaa, na watu watashangaa. Oh, tunajifunza katika kipindi kile cha kina Meshaki, Shadraka na Abednego walipokuwa katika tanuru ya moto. Haijalishi moto, na maandiko yanasema hawakuungua wala mavazi yao hayakunuka harufu. Ghafla binivu Mungu akawatokezea malaika ndani yao, wakaokolewa katika jina la Yesu aliye hai. Hata mimi nataka nikwambie, popote pale ulipo na changamoto yako ulionayo, elewa ya kwamba Mungu huwa anashurutisha watu kwa namna ambavyo wewe huwezi kufikiria, huwezi kuwaza. Unashangaa msaada unatokea, unashangaa msaada unatokea katika jina la Yesu aliye hai. Nataka nikwambie, kuna siku moja mimi sikuelewa. Kuna mahali tulikuwa tunapita usiku kabisa wa manane. Hiyo sehemu tulikuwa tunapita, ghafla ile gari yetu ikazama kwenye tope. Ikazama kwenye tope. Saa 8 za usiku. Sasa najiuliza, hapa hakuna watu, hakuna kitu chochote, tunafanyaje? Yaani wakati tunahangaika hivi tukashangaa tu kuna mtu katokea tu nyuma, hatuelewi. Yaani katika mazingira ambayo hatukuelewa, ametokea wapi huyo mtu? Usiku wa saa 8 ni polini. Yaani hata siku mwenyewe tukabidi tuogope. Akasema, jamani, habari zenu? Kwanza tukaanza kushangaa, habari huyu ametokea wapi? Saa 8 polini. Tumezama kwenye tope. Sasa ile gari 4-wheel imegoma kabisa. Lakini baadaye akasema, hebu tujaribu kuwasaidia sadege. Hebu ingia kidogo, ingia. Akaingia. Nikaingia kwenye gari. Hebu jaribu kuweka gia, nikaweka gia. Alafu na yule mwenzangu akawa, hebu tusaidiane kidogo kusukuma. Yaani akasukuma ile gari. Yaani utafikiri ilikuwa wakati ule tumekwama imeshikiliwa. Yaani alivyoisukuma ile ikatoka vizuri sana mpaka tukatoka. Tulivyotoka pale, yule bwana akaniambia, basi Mungu awabariki sana. Na mimi tulivyoingia tu kwenye gari, yule mtu hatukumuona. Tulibaki na maswali tunajiuliza kipindi kile. Na kipindi kile sasa nilikuwa hata sijaokoka. Lakini Bwana alinitokezea nini? Msaada. Tukaje tukagundua huyu alikuwa sio mtu wa kawaida kabisa. Mbona hatumuoni, amepotelea wapi? Hivyo. Yaani mpaka tukabaki mpaka leo hivi, hii kitu ya namna gani? Ndio baada ya kuwa nakuja kusoma maandiko hapa, ndio nikaona kumbe Mungu anaweza akatuma malaika, na malaika wao wanakuja kabisa kwa maumbo ya wanadamu. Kweli tulitoka. Ndio maana nataka nikwambie, haijalishi unapita kwenye mazingira namna gani, tegemea Mungu atakutokezea msaada. Usipofikiria, usipowaza, usipotegemea, Mungu atakutokezea msaada. Kama ambavyo Yesu Kristo amechoka, ameona kama sasa hapa huu msalaba Mungu anajua hawezi kufikisha, lakini Mungu akaweka shurutisho ndani ya watu wale ambao walikuwa wanamtesa, akamwambia, we, chukua msalaba wa Yesu. Na Mkirene anatoka shambani, mtu wa watu alikuwa anatoka shambani. Hebu jifikirie, amebeba jembe, akamwambia, shukisha jembe lako, chukua msalaba, peleka Goligota. Nami nataka nikwambie, tegemea kupata msaada.
Haijalishi unapita kwenye mazingira ya namna gani, tegemea Mungu atakutokezea msaada katika jina la Yesu aliye hai. Faida nyingine utakayoiona hapa, unapopita kwenye nyakati ngumu kama hizi, utapata faida gani? Unapokuwa unapita kwenye nyakati ngumu ama kipindi cha giza, tarajia Mungu atakuhudumia kwa chakula na malazi. Tarajia Mungu atakuhudumia kwa chakula na malazi. Unapita kwenye jambo gumu, unapita kwenye nyakati ngumu, tarajia Mungu atakuhudumia kwa chakula na malazi. Ile Wafalme wa kwanza, ile sura ya 17 mstari wa 3 mpaka wa 6. Wafalme wa kwanza, ile sura ya 17 mstari wa 3 hadi wa 6. Biblia inasema, ondoka hapa. Sasa ukisoma ule mstari wa kwanza, tuletee huo mstari wa kwanza tupate picha kidogo mpaka tufike anasema, basi Elia Mtishibi, angalia, Elia Mtishibi wa wageni wa Gileadi akamwambia Ahabu, kama Bwana Mungu wa Israeli aishivyo, ambaye nisimama mbele zake, hakutakuwa na umande wala mvua miaka hii ila kwa neno langu. Angalia mstari wa pili. Mstari wa pili. Neno la Bwana likamjia kusema. Sasa hapo ameshasimamisha mvua kipindi cha miaka mingapi? 3. Sasa neno la Bwana linamjia Yeremia kumwambia sasa, mstari wa 3, ondoka hapa, geuka uende upande wa mashariki, ujifiche karibu na kijito cha Kerithi kinachoikabili Yordani, kwa sababu yule mama alikuwa anamtafuta. Aligundua kabisa mvua imesimamishwa na Elia, lakini mama anamtafuta. Mungu anamwambia, ondoka, nenda hapo kajifiche. Kwa hiyo ameenda kujificha. Hebu angalia kujificha karibu na kijito cha Kerithi kinachokabili Yordani. Mstari unaofuata, itakuwa utakunywa maji ya kile kijito. Anaambiwa utakunywa yale maji ya kile. Maana yake Elia ameingia kwenye kipindi cha giza, kwenye kipindi cha shida, kwenye kipindi cha mateso. Atakula nini? Atakunywa nini? Angalia, Mungu anamwambia itakuwa utakunywa maji ya kile kijito, nami nitamwamuru kunguru wakulishe huko. Angalia ule mstari unaofuata. Basi akaenda akafanya kama alivyosema Bwana, kwa kuwa akaenda akakaa karibu na kijito cha Kerithi kinachokabili Yordani. Mstari wa 6, kunguru wakamletea mkate na nyama asubuhi, na mkate na maji jioni, akanywa maji ya kile kijito. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe sana. Mimi hili lishawahi kunikuta. Nilishawahi kukaa ndani miezi 9. Nilishawahi kukaa ndani miezi 9. Sijui nakula nini, sijui nakunywa nini. Nilishawahi kukaa ndani miezi 9. Hii miezi 9 nimekaa ndani kwa sababu gani? Wakati ule Mungu ananiita kumtumikia, ikabidi aniingize shule. Akainua mtu mmoja, sijui alitoka wapi. Lakini nashangaa alipofika nyumbani kwangu ananiambia, mimi nimetumwa na Mungu kuja kukukamilisha. Nilijiuliza maswali mengi sana. Sasa kwamba umenikuta hapa, tunakula nini, tunakunywa nini? Lakini alichosema, akasema haijalishi tutakula, haijalishi tutakunywa, lakini nitakaa hapa. Mungu amenituma nije nikukamilishe. Basi mimi nikamwambia sawa, endelea kukaa. Tukakaa naye watumishi wa Mungu, tukaendelea kumlingana Bwana, tukaendelea kuwa na maombi, tunajifunza neno la Mungu. Ananielekeza namna ambavyo huduma zinafanywa, ananieleza namna ambavyo kitu kinaelekea. Yaani tumekaa naye mwezi wa kwanza, mwezi wa pili, mwezi wa 3, mwezi wa 4, mwezi wa 5. Tukao tunashangaa wakati tuko pale, ni mwendo wa maombi ya kufunga na kuomba. Kweli tulikuwa tunafanya ni maombi ya kufunga na kuomba. Tumeishi kwa miezi hiyo 9 kwa maombi ya kufunga na kuomba.
maombi ya kufunga na kuomba. Lakini ilipokuwa ikifika jioni, hatujui, hatutegemei, unashangaa tu mtu anakugongea hodi, nimewaletea uji, nimewaletea chapati, yani maisha yetu yakawa hivyo. Leo anakuja mtu huyu, leo anakuja huyu. Unashangaa unapigiwa simu, unawekewa hela. Utawasaidia watumishi wa Mungu. Yani kama vile kuna watu wanawiwa na mzigo fulani wa kuwa wanawategemeza kila wakati. Yani wanahakikisha kwamba ndani yenu hamna shida kabisa. Na kuna siku moja ndiko tumetoka tunatembea, tukakutana na mama mmoja anasema, watumishi wa Mungu, akasema kabisa wewe mwenyewe, watumishi wa Mungu nawiwa kuwabariki. Na wiwa kufanya nini? Tumetoka tu sehemu tunatunguka sunguka kwamba tupoteze kangala kidogo muda tupumzike na kukaa kwetu ndani kwa muda mrefu, tupate mapumziko. Tunatoka tu nje wanatuambia watumishi wa Mungu, Mungu anasikia huko ananiambia niwabariki. Akatoa shilingi 50,000. Kuja mwingine tena akasema na wiwa niwabariki kabisa, kama mna jiko la gesi kwenu, mnajaza mtungi kwa shilingi ngapi? Kwa shilingi kadhaa. Akatupa hela ya mtungi. Yani hatukupungukiwa miezi yote 9. Tukashangaa Mungu anatokezea msaada kwa chakula, kwa maji, kwa chakula, kwa maji. Na mimi nataka nikutie moyo wewe mpendwa unayepita kwenye mazingira ambayo haujui utakula nini, haujui utakunywa nini. Tarajia Mungu popote pale ulipo atakutokezea msaada. Atahakikisha unakula, atahakikisha unakunywa, atahakikisha unakula, atahakikisha unakunywa. Niliwatolea mfano jana, kuna mtu alipata ajali miezi 5 akakaa ndani. Alivyokaa ndani miezi 5 hana pa kwenda. Ni mfanyakazi sawa, lakini pa kwenda hana. Lakini ghafla binivu Mungu alitokezea msaada. Yeye hakupungukiwa kwa muda wa miezi yote ile 5. Wenye kuleta chakula, wenye kuleta fedha, wenye kutegemeza watoto wake walijitokeza pale, lakini yeye hakujua ule msaada umetokea wapi. Ndio maana ikafika mahali anajivuliza, akakaa tu mwenyewe anauliza, hivi mimi nimekaa miezi 5 hii, mbona sikupungukiwa? Mbona yani ni kama vile ambavyo nilikuwa naendelea kufanya kazi. Lakini alipokuja akapata afya yake akaimarika, ule msaada ukakoma tena, akaendelea kufanya kazi. Akaja akagundua, kumbe huyu alikuwa ni Mungu. Ninalo jambo la kwenda kumshukuru Mungu. Akadaa sadaka yake ya shukurani, akaenda akamtukuza Mungu, akamwambia Mungu nakushukuru kwa sababu ajali hii ilikuwa mbaya katikati ya maisha yangu, lakini si hivyo tu, uliendelea kunisaidia kipindi kile ninapita kwenye hii ajali, nauguza majeraha, nauguza madonda yangu, lakini Mungu bado uliendelea kunipa msaada. Uniletea watu wakaniletea fedha, uniletea watu wakaniletea chakula. Na mpaka sasa ninaishi, ninaendelea na maisha yangu na familia yangu inaenda. Kwa hiyo akafika mahali akazingatia ndani ya moyo wake, akajua kwamba huyu ni Mungu, huyu ni Mungu. Akaandaa sadaka yake ya shukrani, akaenda akamtukuza Mungu wake kwa namna ambavyo amempigania, kwa namna ambavyo matendo makuu yameonekana katikati ya maisha yake. Akasema hata sasa Mungu umenisaidia, wewe ni Ebeneza, hata sasa umenisaidia. Akamtukuza Mungu wake, akamtolea sadaka ya shukrani na maisha yakaendelea. Na mimi nataka nikwambie, Bwana yuko pamoja na wewe. Usihuzunike, usisikitike kwamba utakula nini, utakula nini. Bwana atawaamuru kunguru, watakuletea chakula. Bwana wataamuru kunguru, watakuletea maji, pasipo kuzingatia na kujua kwamba ni msaada upi Bwana atakutokezea. Tegemea kuona msaada popote pale ulipo. Mungu atakulisha, Mungu atakunywesha, Mungu atakuimarisha, Mungu atakusimamisha, na utafika mahali utasema hakika Bwana amenipigania, hakika Bwana amenisaidia katika jina la Yesu aliye hai. Kipindi kingine, angalia tena faida nyingine unaweza ukaipata unapopita kwenye kipindi hiki cha giza. Unapokuwa unapita kwenye kipindi cha giza, tarajia kupata fursa mpya. Hebu tarajia kupata fursa mpya. Sema natarajia kupata fursa mpya. Unapokuwa katika kipindi cha giza, tarajia kupata fursa mpya. Hii sura ya Danieli sura ya 3. Danieli sura ya 3 mstari ule wa 30. Danieli sura ya 3 ule mstari wa ngapi? Wa 30. Ngoja tuniwape ushuhuda kidogo wa hii habari. Mnawakumbuka kina Mesha, Shadraka, kina Abednego kabla hawajatupwa kwenye tanuru la moto, mfalme aliwataka vijana wasiokuwa na mawaa ili awasomeshe kwenye chuo chake kwa muda wa miaka hii
mitatu. Walipopatikana wakakutana na jaribu moja la kula chakula cha mfalme, wakakataa, wakasema hatuwezi kujitia unajisi kwa chakula cha nani? Cha mfalme. Akaomba Danieli ajaribiwe kwa siku 10, wale maji na mkate, wale maji na mtama. Wakajaribiwa kwa siku 10, wakaonekana wana afya kuliko wale waganga na wachawi na wenye hekima wanaokula chakula cha ikulu. Baada ya kuonekana vile, Mungu akawaruhusu wakaachwa kama walivyo. Wakashinda miaka 3 wakinywa maji na mtama. Bwana Yesu asifiwe. Miaka mingapi? 3. Maana yake walikuwa wanapita kwenye kipindi cha giza. Hivi wewe unaweza kaishi kwa maji tu na mtama miaka 3 na afya yako inaendelea kuboreka, inaendelea kuwa hai, inaendelea kuwa nzuri kuliko hata wale wanaokula mafuta, wanakula juisi, si wanakula nini? Wakaonekana afya zao haziko vizuri, isipokuwa hao wanaokunywa maji na mtama, afya zao zikaonekana ni njema. Wakafaulu na mtihani, hatimaye wakasimama mbele za mfalme Nebukadneza kwa ajili ya kumsaidia. Walijifunza lugha ya Kikaldayo kwa miaka 3. Walivyojifunza ile lugha miaka 3, wakasimama mbele za mfalme wao wale watatu na walifanyiwa interview. Wakafaulu wenyewe, wale waganga wakafeli. Pamoja na kwamba walilishwa na chakula cha mfalme. Yaani umepewa bonus, mfano kama tungesema sasa hivi chuo kikuu, unapewa na nini? Mnaitaga nini? Eti mnaitaga nini? Boom. Unapewa boom. Boom kutoka serikalini, unaishi. Lakini wale hawakuwa na cha boom wala nini. Walikuwa nakula tu maji, wanakula na mkate na nini na mtama. Lakini kwenye interview ilivyoletwa wakafaulu, na walivyofaulu wakasimama mbele za mfalme kwa lugha ya Kikaldayo kumsaidia mfalme. Sasa baada ya hapo wakaendelea kumtukuza Mungu wao, wakaendelea kumwabudu Mungu wao. Siku wa siku ikaja ikapigwa mbiu kwamba kila mtu awaye yote atakayepiga magoti kwenye sanamu aliyeichonga mfalme lazima apige magoti. Wale wakasema hapana, sisi tuendelee kumwabudu Mungu wetu. Hatuwezi kusikia sauti ya zomali sio ya gomozi tutainama na kupiga magoti kwenye ile sanamu. Hatutaweza. Ikaandikwa sheria. Wakasema hiyo sheria yetu tutisi, sheria yenu hatutisi. Matokeo yake kuna muda wakawachukua sasa, bana tunaweka sheria. Kama hamtafanya hivi, tutawatupa kwenye tanuru lile wakalo moto. Wakasema Mungu wetu atatuokoa. Hivi unaweza kupata ujasiri wa namna hiyo kwa sasa. Mungu anasema, kwamba tutupe tu Mungu wetu, mimi najua Mungu wangu ataniokoa. Kwa nini? Walijua kwamba Mungu anasema kabisa usiabudu kitu kilichochongwa, kitu chochote kile ukakifanya kwa Mungu wako. Mimi Bwana Mungu wako ni Mungu mwenye wivu. Walijua hilo. Wakakubali wakatupa kwenye tanuru ya moto. Walipotupwa kwenye tanuru ya moto, Mungu akawatokezea msaada mle mle kwenye tanuru ya moto, akawaokoa. Sikiliza sasa, alivyowaokoa, alivyowafanyaje? Alivyowaokoa, Bwana akawapa fursa mpya kupitia huyo mfalme aliyewaingiza kwenye nini? Kwenye moto. Sikiliza maandiko yanavyosema. Ile Danieli sura ya 3 mstari wa 30 anasema, kisha mfalme akawakuza. Hebu sema akawakuza. Kisha mfalme akawakuza Shadraka, Meshaki na Abednego katika wilaya ya Babeli. Nami nataka nikwambie, Mungu anaona mateso uliyoyapitia, lakini kuna faida ambayo unaipata. Mungu anakwenda kukukuza katika kampuni fulani. Mungu anakwenda kukukuza katika taasisi fulani. Mungu anakwenda kukukuza kupitia mfalme huyo anayekuongoza. Utasikia anakuteua kwa mfalme, utasikia anakuteua kwa mkuu wa wilaya, utasikia anakuteua kwa mkurugenzi, utasikia anakuteua kuwa balozi katika sehemu fulani. Usiogope, huo ni mkono wa Mungu, kwa sababu ameona mateso unayoyapitia sasa, ameona changamoto unayopitia sasa, lakini anasema anakupa bonus kwa sababu ya uaminifu wako na utii wako wa kuvumilia unapopita kwenye kipindi cha giza. Tegemea Bwana atakutokezea msaada, atakupa nafasi katika kampuni yako, atakupa nafasi katika kanisa lako, atakupa nafasi katika biashara yako, atakupa nafasi katika taasisi
taasisi unayoisimamia sasa. Angalia walivyokuzalau, walivyokuona ufai. Tegemea kwenye ofisi yako, Mungu atakupandisha cheo kupitia bosi wako huyo. Anakuambia sasa kuna safari ya kwenda sehemu fulani. Anakukuza, anakuinua kupitia hao walioko na kuzalau. Lakini Bwana anageuza uteka juu yao, anakuona wewe wa thamani kwa sababu ulikubali kupikwa, ulikubali kutengenezwa, ulikubali kushepiwa. Mungu akakushepu, iwe kwa magonjwa, iwe kwa ajali, iwe kwa namna ambavyo Mungu ameamua kukupitisha. Lakini nataka nikwambia wewe uchombo cha Bwana, na kwa sababu wewe chombo cha Bwana, Mungu anakutokezea msaada kukupa fursa ambao hukuitegemea katikati ya maisha yako. Ninaona uteuzi katikati ya maisha yako. Ninaona unapita kwenye kamati sasa za kuchagua watu watakaogombea nafasi ya ubunge. Ninakuona unachaguliwa kuwa mbunge. Ninakuona unachaguliwa kugombea nafasi muhimu katika chama. Ninaona Mungu anakuinua sasa katika jina la Mungu aliye hai, katika jina la Mungu aliye hai. Bwana anakutokezea msaada, na watu wanaokuzunguka watakushangaa, hivi huyu kweli amekuwa mgombea? Wamemteua kwa kufika nafasi fulani, wamemteua kugombea nafasi fulani. Ni chanda cha Bwana, usiogope. Ni mkono wa Mungu, usiogope. Ndio uliofanya hayo, ndio utakaofanya mambo haya. Baba ameona mateso yako, Mungu ameona ziki yako, Mungu ameona ugonjwa wako, lakini ameahidi ya kwamba Bwana atakukuza kama alivyowakuza kina Meshaki, Shadraka na Abednego walivyokubali kuvumilia kukaa kwenye tanuru la moto. Maandiko yanasema yule mfalme akawakuza katika wilaya ya Babeli. Pokea uweza wa nguvu katika jina la Yesu aliye hai, ukatumike sawa sawa na mapenzi ya Bwana katika nafasi ambayo atakuweka Bwana, na Bwana litainuliwa, na jina la Bwana litainuliwa katika nafasi ambayo haijalishi atakuweka kwenye watu wa tabaka fulani, watu wa imani tofauti, lakini Bwana anakwenda kusimamisha pale. Na akikusimamisha pale, usisahau, endelea kuijaza nchi. Jesus. Unapokuwa unapita kwenye kipindi cha giza, tarajia Mungu atakuweka mahali atakapokusudia yeye, ili atimize kusudi lake kwako. Tuione hii faida nyingine. Unapopita kwenye kipindi cha giza, tarajia Mungu atakuweka mahali atakapopakusudia yeye, ili utimize kusudi lake. Hebu tuangalie kitabu cha Mwanzo, ile sura ya 41, ule mstari wa 43. Mwanzo ile sura ya 41 mstari wa 43. Hii faida unayoipata unapopita katika kipindi cha giza, tarajia Mungu atakuweka mahali atakapopakusudia yeye, ili atimize kusudi lake kwako. Kitabu cha Mwanzo sura ya 41 ule mstari wa 43, Biblia inasema akampandisha katika gari lake la pili alilokuwa nalo, na watu akapiga kelele mbele yake, pigeni magoti. Hivyo akamweka juu ya nchi yote ya Misri. Ule mstari unaofuata, Farao akamwambia Yusufu, mimi ni Farao, na bila amri yako mtu asinue mkono wala mguu katika nchi yote ya Misri. Mstari unaofuata, Farao akamwita Yusufu Sefenas Panea, akamuoza Asnati binti Potifera kuhani wa Oni kuwa mkewe Yusufu, akaenda huko na huko katika nchi yote ya Misri. Bwana Yesu asifiwe. Hizi ni habari za Yusufu aliyetoka kwenye taifa la Israeli, mwenye uzao wa mtumishi wa Mungu Yakobo, ambaye kwa baadaye aliitwa Israeli. Huyu mtoto alikuwa ni mmoja wa watoto katika yule mke mwingine, yule mke mdogo. Baada ya hapo, maandiko yanatuambia Yusufu alichukiwa na ndugu zake kwa sababu ya ile ndoto aliyoiota. Kama mnakumbuka, wasome Biblia. Walivyomchukia wakamuuza kwa Waishmaeli. Walivyomuuza kwa Ishmaeli, akaenda akapokelewa kwenye mji mmoja wa mtu mmoja anaitwa Potifa. Alivyolelewa pale, maandiko yanasema Bwana akawa pamoja na Yusufu, akambariki kupitia ile familia.
Alipobarikiwa pale, ikatokea zengwe tena. Mama wa nyumba ile akataka Yusufu alale naye. Yusufu kwa sababu alijua anapita kwenye kipindi kigumu, alijifunza kutulia mbele za Bwana. Baadaye wakamsingizia, walivyomsingizia wakampa hukumu ya kumpeleka jela. Lakini maandiko yanasema Bwana akaendelea kuwa pamoja naye kwenye jela. Bwana akaendelea kuwa pamoja na Yusufu gerezani. Nami nataka nikwambie Bwana yuko pamoja na wewe kwenye mateso hayo, kwenye dhiki hizo, kwenye ugonjwa huo. Lakini Bwana alipoendelea kuwa pamoja naye, siku moja wa siku anatokeza msaada kupitia kalama alionayo Yusufu. Anainuka yule mkuu wa wenyeshaji wa waokaji, anamwambia kuna mtu mmoja bwana yangu Farao, kwa sababu umeota ndoto huelewi tafasiri yake, mimi naamini kwamba kuna mtu huyu Mwebrania anaweza kukutafsiria ndoto yako. Basi Farao akatoa amri na aitwe Yusufu. Maandiko yanasema Yusufu alikwenda kuitwa kule, akabadilishwa ile mavazi akayavua. Nami nataka nikwambie, ili Bwana akupandishe mahali unapotakiwa kupanda, ni lazima akuvue vazi la ugonjwa, ni lazima akuvue vazi la utumwa, ni lazima akuvue vazi la umasikini, ili atakapokupandisha uwe na heshima. Yusufu akavuliwa ile mavazi akifungwa, akavalishwa nguo zile zinazostahili kupanda ikulu, kwenda ikulu. Hivi unajua unapopata uteuzi, unaelewaga uteuzi unapopatikanaga? Ukiteuliwa leo kuwa mkuu wa mkoa, hauwezi kuingia kinyonge pale ikulu. Utaingia ukiwa umevaa suti, utaingia ukiwa umevaa kaunda suti, mavazi yale ya heshima. Yusufu akavishwa yale mavazi ya heshima, hajui anakwenda kufanya nini. Alipofika pale akamwambia mfalme, mfalme nimeota ndoto. Akamsimulia akiwa amevaa nguo zile zinazofanana na watu wa ikulu. Mwambie Mungu, hebu mwambie jirani yako, muogope Mungu bwana. Mungu sio kumchezea. Mungu ni wa mipango ambayo mwanadamu hawezi kuifikiria. Basi alipofika pale ikulu, Farao akamkaribisha, akamwambia wewe nasikia ndio bwana wa ndoto, unaweza kunitafsiria ndoto yangu hii? Na kweli Yusufu akasikiliza ile ndoto, akamwambia Bwana wangu, hii ndoto inavyozungumza kuna miaka 7 ya shibe na kuna miaka 7 ya njaa. Kwa hiyo wewe Farao, jitafutie watu watakaweza kukusanya chakula kwa kipindi cha miaka 7 ya shibe, ili takapokuja kwenye kipindi cha miaka ile 7 ya njaa kitatusaidia chakula. Na akamwambia chakula hiki chukua kwa kiasi fulani, kwa 5% kwa kila mtu yoyote aliyeko katika Misri hii, tukusanye kile chakula kwa miaka 7. Hiki chakula atakapoingia kwenye kipindi cha giza, kipindi cha njaa, kipindi cha giza ambacho nchi ya Misri inapita kwenye kipindi cha giza, hiki chakula kitatusaidia. Farao akasema, tupate wapi mtu mwenye akili, mwenye hekima na mwenye roho wa Mungu kama huyu? Sasa mimi nimeangalia kwenye makablasha yangu, sijaona mtu kama wewe, sijaona mtu mwenye CV kwako ya kufanana na wewe Yusufu, isipokuwa ni wewe Yusufu. Sasa mimi natamka kuanzia leo, Yusufu, ninakupandisha kwenye gari la kifalme, ninakupandisha kwenye gari la ikulu, na kutembeza mji wote wa Misri, na kukutamkia maneno haya, kila mtu atakayekuona atapiga goti mbele zako. Maana yake Yusufu sasa, kwa lugha ya sasa tunayozungumza, akateuliwa kuwa waziri mkuu katika taifa la Israeli, katika taifa la Misri. Akawa mkuu sana, akawa na mamlaka sana. Lakini ilipofika kipindi kile cha njaa, hata ndugu zake waliokuwa namchukia wakaja Misri kutafuta chakula, wakakutana naye Yusufu akiwa waziri, wakamshangaa, wewe ndio wewe bwana ndoto? Akashangaa, ikabidi wapige magoti wamsujudie. Likatimia lile neno la kwamba miganda 11 imenamia, na kweli wakamuinamia kwa sababu Farao amempandisha. Nami nataka nikwambie, kuna mtu mmoja anakwenda kupanda cheo, kuna mtu mmoja anakwenda kusimamishwa, kuna mtu mmoja anakwenda kusimama katika taifa hili na atakuwa mtu mkubwa. Bwana ameona mateso yako, ameona kuugua kwako, ameona kuhangaika kwako, ameona bidii yako unayoifanya kupitia chuo unachokisoma, ameona bidii yako unayoifanya. Mara leo uko kazini, uko chuoni, unafanya huduma, lakini Mungu anakutazama. Ipo siku Mungu anakupandisha katika madaraka ambayo hukuyafikiria, na watu waliokuwa wanakucheka, wanakuona ufai, wanakudharau. Nataka nikwambie, Bwana anakwenda kukusimamisha, na atakapokusimamisha, hao waliokuwa wanakudharau watakuja mbele zako, wanapiga magoti, wanakuambia, Bwana
Bwana, tunaomba utusaidie, tunaomba utusaidie. Nami nataka nikwambie uwe na moyo kama wa Yusufu, usihesabu mabaya waliokufanyia, mtukuze Mungu kwa ajili yao, kwa sababu wao ndio wamefanyika daraja kukufikisha hapo. Wao ndio wamekuwa sababu ya kukufikisha hapo. Walifikiri na kupoteza, kumbe walikuwa wanamsaidia. Ni kama vile unampiga chula, unamuongezea saa, unamuongezea hatua. Wewe unampiga chula unafikiri kwamba unampiga mateke, kumbe unamsaidia safari yake. Wale ambao wanakuwa naonekana ni wabaya kwako, walikuwa wanakuletea hayo kukusogeza mahali ambapo Bwana anataka ufike. Nami nataka nikwambie mwaka huu ninaona unapandishwa. Ninaona kuna watu naona kabisa kuna taifa katika taifa la Tanzania, ninaona kuna mawaziri wapya kabisa ambao hujawahi kuwasikia katika masikio yako. Mungu anakwenda kuwapandisha kwa mawaziri katika wizara mbalimbali katika taifa la Tanzania. Wewe ulizoea kumuona mbunge huyo ambaye anakuongoza, lakini safari kuna mbunge ambayo haeleweki kwenye macho yako na kwenye masikio yako. Hukuwaza kama atakuja kwa mbunge. Nataka nikwambie huyo Mungu anamuinua sasa, kwa sababu Mungu ameangalia mateso yake, ameangalia huzuni yake. Ndio maana nampandisha mwaka huu. Atachaguliwa kuwa mbunge, atachaguliwa kuwa viti maalum, atachaguliwa kuwa waziri, atachaguliwa kuwa katibu mkuu, atachaguliwa kuwa balozi katika nchi fulani ya Tanzania. Na Mungu ataendelea kujitukuza katika jina la Yesu aliye hai. Praise team, tusimame tumshukuru Mungu. Jesus, ni wewe wa kuabudiwa, ni wewe, ni wewe wa kuabudiwa, ni wewe, ni wewe wa kuabudiwa, ni wewe, ni wewe wa kuabudiwa, ni wewe wa kupewa sifa na utukufu na heshima, ni wewe mwenye nguvu na uweza, ni wewe wa kupewa sifa na utukufu na heshima, ni wewe mwenye nguvu na uweza, ni wewe wa kupewa sifa na utukufu na heshima, ni wewe mwenye nguvu na uweza, ni wewe. Bwana Mungu wa kupewa sifa na utukufu ni wewe. Ni wewe unayeweza kutushindia tunapopita katika nyakati ngumu, tunapopita katika mazingira magumu. Ni wewe unayetusaidia. Ni wewe unayetutokezea msaada katika patakatifu pako. Ni wewe unayetutokezea msaada katikati ya nyakati ngumu. Ni wewe unayetuletea nuru katikati ya giza. Ni wewe unayetuletea nuru katikati ya mauti. Ni wewe unayetuletea nuru katikati ya magonjwa. Ni wewe unayetuletea nuru katikati ya dhiki tunazozipitia, Bwana. Ni wewe unayetuletea nuru katikati ya changamoto tunazozipitia. Bwana, msaidie mtumishi wako huyu sasa, aliyekubali kutulia katika kipindi cha giza, aliyekubali kupitulia katika kipindi cha mateso. Mpe moyo wa uvumilivu, mpe moyo wa kunyenyekea kwako, Bwana. Mpe moyo wa kutulia madhabahuni pako, Bwana. Mpe moyo wa kuisikiliza sauti yako, Bwana. Mpe moyo wa kutulia kwa kile ambacho unamwelekeza anapopita kwenye changamoto hizi ngumu, Bwana. Kwa neema yako msaidie, kama ambavyo ulimsaidia Yesu ukamtia nguvu, kama ulivyomsaidia Elia ukampa chakula na maji, kama ambavyo Bwana ulimsaidia Bwana Yesu ukaminua moyo Yusufu Mkrene akamsaidia msalaba. Baba, ninaomba kwa neema yako litazame neno lako kapate kulithibitisha kwa ajili ya baba huyu, mama huyu, kijana huyu anayenitazama sasa, anayenisikia sasa. Baba, kwa neema yako ulituambia tutatiwa nguvu katikati ya nyakati ngumu, katikati ya mazingira magumu, katikati ya changamoto ngumu. Bwana, wewe utabaki kwa msaada wetu, ndio kimbilio letu, ndiye msaada wetu wa nguvu unayepatikana wakati wa tele, unaopatikana tele katika
katikati ya mashida, katikati ya mateso, katikati ya njaa. Kwa hiyo hatutaogopa, ijapokuwa nchi itatetemeka, milima itatetemeka, lakini Bwana, wewe ndio kimbilio letu, wewe ndio msaada wetu unaopatikana tele wakati wa msiba, unaopatikana tele wakati wa mateso, unaopatikana tele wakati wa dhiki, unaopatikana tele wakati wa wa changamoto mbalimbali zipitia, unaopatikana tele katikati ya watu wanaotusengenya, wanatusema vibaya. Lakini neema yako Bwana inayookoa wanadamu wote iendelee kutuhifadhi, iendelee kutulinda kwa ajili ya utukufu wako, katika jina la Yesu aliye hai. Piganie baba huyu anayepita kwenye ugonjwa huo, saidie Bwana mama huyu anayepita kwenye uziki hiyo, saidie kijana yule anayepitia Bwana kwenye changamoto ya kukosa kazi. Baba, kwa neema yako majira yaliyokusudiwa Baba ukamuinue akapate faida ya kile anachokipitia Bwana, hatimaye alitukuze jina lako, alitukuze wema wako, atangaze wema wako, atangaze matendo yako makuu katika ulimwengu tunaoishi, ili jina lako Bwana katikati ya mataifa liendelee kutukuzwa, kuinuliwa sawa sawa na mapenzi yako, katika jina la Yesu Kristo aliye Bwana mwokozi wa maisha yetu. Kanisa tuseme amen. Kamata sadaka yako sasa, tumtolee Bwana kwa mioyo yetu ya kupenda. Baba, kwa neno lako, kwa neema yako Bwana, watumishi wako, watoto wako, tumekuja katika hema yako kama ambavyo Bwana unituambia tusiingie mikono mitupu katika hekalu lako. Bwana, kwa hiki kichache, kwa hivi vidogo ambavyo Bwana tumekutolea, naomba kuibali sadaka hii ikapate kibali machoni pako Bwana. Kwa sadaka hii Bwana ukawatoe watu wako uliowaficha kwenye mapango, kama ambavyo Bwana ulimficha Elia mtumishi wako, ukamficha katika kijito cha Kerisi, ili Bwana uendelee kumfundisha wema wako, kwamba anaweza akasimama akakutegemea wewe pasi kutegemea wanadamu. Kwa neema yako Bwana utusaidie. Pokea sadaka hii ikawe kibali machoni pako. Kupitia sadaka hii Bwana mbariki hata huyu atakwenda kukutolea kwa njia ya mtandao. Kwa neema yako Bwana ukamsaidie, ukakumbuke sadaka yake kama ulivyoikumbuka sadaka ya mtumishi wako Kornelio, ikapata kibali na ikafungua ukurasa mpya wa yeye kuona fursa nyingine. Baba, nakushukuru mno. Pokea sifa na shukrani kwamba na Bwana umetusaidia, katika jina la Yesu Kristo aliye Bwana mwokozi wa maisha yetu. Amen. Karibuni tena tuimbe wimbo. Wakupewa sifa na utukufu na heshima ni wewe, mwenye nguvu na uweza ni wewe. Wakupokea sadaka zetu na heshima, mwenye nguvu na uweza ni wewe. Wakupewa sifa na utukufu na heshima ni wewe, mwenye nguvu na uweza ni wewe. Baba, wakupewa sifa na utukufu ni wewe. Asante kwa ajili ya matoleo haya ambao watoto wako wamekutolea kwa mioyo yao ya kupenda. Kubali sadaka hii kapate kibali machoni pako, iwe ni kwa ajili ya utukufu wako. Sadaka hii ikafungue ukurasa mpya, ikafungue fursa mpya, ikafungue vibali vya tofauti tofauti kwa watu wako. Baba, nakushukuru na kutukuza mno. Asante kwa ajili ya neno lako ambalo Bwana limekuwa mbegu chachu katika maisha yetu, kutufundisha kwamba kuna faida kubwa sana tunapopita kwenye changamoto, kwenye nyakati ngumu, ili neno lako liendelee kuhimidiwa na kutukuzwa kwa ajili ya utukufu wako. Kwa Yesu Kristo aliye Bwana mwokozi wa maisha yetu. Na sasa kanisa, pokeeni baraka za Bwana. Bwana akubarikie na kukulinda, akuangazie nuru za uso wake na kukupa amani, akuinulie uso wake na kukupa amani, katika jina la Mungu Baba, Mwana na Roho Mtakatifu. Amen. Tuenende na amani ya Bwana.